السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد. ولله الحمد بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومشيئته. Leo tumeingia katika siku ya pili ya daura yetu hii, dauratu ummul mu'minin Aisha binti Siddiq an-Nisa'iyyah al-mun'aqida fi rihabi markaz al-Imam Muqbil Bimoshi, ikiwa leo ni siku ya tarehe 3 ya mwezi mtukufu wa Ramadhan mwaka 1446 Hijiria. Kipindi cha kwanza katika semina yetu kimemalizika, ambacho mmefundishwa ilmu ya tauhid, hasa kalimatul ikhlas, la ilaha illa Allah, kupitia shekhe wetu al-Imam wa mji huu wa Moshi, Abu Naima hafidhahullah. Na sasa ni kipindi chetu cha pili katika semina hii, ambapo tunasoma rasailu ramadhaniyah, ahkamun fiqhiyah wa adabun shar'iyyah. Tunasoma jumbe mbalimbali za kiramadhani ambazo zimetaja hukumu za kifikihi na adabu za kisheria. Tulianza kusoma jana mukaddima wa muandishi wa malzama hii, lakini tukaanza kusoma pia tangulizi ambazo ameziweka mbele ya jambo la saum, aliposema hafidhahullah baina yaday saum. Tulisoma nukta kadhaa hapo, takriban nukta 5, na leo tunaendelea na nukta yenye kufuata ya 6. Qala hafidhahullah ta'ala: la yasihhu sawmul farad illa biniyatin min al-layl. Anatufunza jambo muhimu hapa katika mambo ya funga kwa kusema la yasihhu sawmul farad, na isihi saumu ya faradhi, saumu yoyote ya faradhi. Alipoyafunga maneno kwa faradhi ni ishara kwamba hili linafaa katika saumu ya sunna, ama katika faradhi hapana. La yasihu saumul farad, haisihi saumu ya faradhi illa biniyatin min al-layl, isipokuwa ni kwa kuwekania kutokea usiku. La yasihu saumul farad, haisihi saumu ya faradhi illa biniyatin min al-layl, isipokuwa kwa kufungania kutokea usiku. Lihadith, na hilo ni kwa ajili ya hadithi kama vile alivyoitaja hapo. Alhadithu akhrajahu al-Imam an-Nasa'i wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ahmad, hadithun thabit. Lihadith, kwa ajili ya hadithi, man lam yubayyit as-siyama min al-layl fala siyama lahu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, man lam yubayyit as-siyama, yoyote ambaye hakuilaza nia ya funga. Man lam yubayyit as-siyama, yoyote ambaye hakuilaza nia ya funga, min al-layl, kutokea usiku, fala siyama lahu, hana funga mtu huyo, ikiwa hujafanya manuizo ya saum kutokea usiku. Na hili ni katika saumu za faradhi, kama vile hii saumu ya Ramadhan. Ni lazima kwa mwenye kufunga kuilaza nia ya saumu wakati wa usiku. Ni lazima kwa mwenye kufunga kuilaza nia ya funga kutokea usiku. Na wanasema ahlul ilm, usiku hapo imma baada al-ghurub, ima akanuia saumu ya kesho baada ya kuzama kwa jua,
ule wakati wa iftar, basi akaweka nia ya saumu ya siku inayofuata, au akaweka nia inda sahur, ule wakati wa daku, katika usiku mwingi wakati anakula daku pale akanuia kufunga siku nyingine inayofuata, au wakati wowote ule ambao ni wakati wa usiku toka limezama jua na kabla haijachomoza alfajiri ya pili, alfajiri ya kweli. Kipindi chote hicho ni kipindi cha kuweka nia. Bimaana tunafundishwa hapa saumu za faradhi kama vile Ramadhan haifai ukanuia kufunga wakati tayari alfajiri ya kweli imepambazuka, au mtu akaamka asubuhi ndio akaamua kufunga na kuweka nia ya kufunga jua lishachomoza. La, iliyo sunna katika saumu al-faridha ni mtu kunuia usiku kwa maelezo ambayo tumeyatoa. Tambih, an-niyatu mahalluha al-qalb, nia mahala pake ni moyoni, ndio maana ikaitwa nia, na wala haitamkwi kwa sababu at-talaffudhu biha bid'ah. Kuitamka nia ni katika bid'ah, ni mmoja katika sala au katika saumu vile vile. Kwa hivyo nia ni kusudio ambalo linakuwa katika moyo wako kwamba mimi insha Allah kesho nitafunga lillahi rabbil alamin saumu ya faradhi. Hichi ni kitu kinakuwa ndani ya moyo wako, hakitamkwi kama tunavyoshuhudia leo katika sehemu mbalimbali na kwenye misikiti mbalimbali waislamu wakinuizwa. Waislamu wengi hufanya manuizo baada salati al-isha na kabla ya kuswaliwa tarawih. Nafahamu nyinyi misikiti mingi inawanuiza waislamu katika muda huo. Tamsikia imamu pale anaanza bismillahir rahmanir rahim, watu wakiitikia bismillahir rahmanir rahim, nawaitu sawma ghadin fardhi shahri ramadan an adai lillahi ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Mmepitia hayo? La, hapana. Tena pana baadhi ya watu hata hawaswali lakini wanavizia kipindi cha nia hichi. Shekhi ananuiza huko, watu wako nje ya msikiti wanasubiria wakati wa nia, shekhi atamke huko msikitini na yeye arudie ili aweze kufunga kesho. Hata kina mama majumbani pengine wanashughulika kupika daku zao huko, hawaswali kabisa baadhi yao, lakini ikifika wakati wa nia anatafuta ushungi wake ulipo mtandio, anajifunika na yeye anaitikia nia pale, nawaitu. La, nia haitamkwi. Haya yanayofanyika ni makosa, khilafu sunna. Haya, anaendelea anasema wa amma an-naflu, na amma sunna, funga ya sunna. Sasa hii nayo kwani ni lazima ukaweka nia usiku? La, funga ya sunna unaweza ukaweka nia hata asubuhi pamekucha, bali pengine umeamka huna lengo kabisa la kufunga, lakini ulipouliza watu wa nyumbani, jamani mmepika chai hapo, wanakuambia hakuna kitu baba, basi unasema basi nimefunga. Inafaa hiyo katika saumu ya sunna, kufunga manuizo hata asubuhi muda wa kuwa hujala. Amma an-naflu, ama saumu ya sunna, fayajuzu aqdu niyyatihi fi an-nahari qabla az-zawal, na inajuzu kuifunga nia yake fi an-nahari, katika wakati wa mchana, kabla az-zawal, kabla ya kupinduka jua. Na hii ni kauli ya baadhi ya madhhab ya kifikihi kwamba hata hiyo sunna, saumu ya sunna, nia yake inafungwa mchana lakini kabla ya zawali, kabla ya kupondoka jua. Az-zawal ni pale jua linapotokea katikati ya mbingu na kuelekea upande wa magharibi. Jua linapohama kutokea katikati ya mbingu na kumili upande wa magharibi, hiyo inaitwa az-zawal.
Sasa mwenye kutaka kufunga sunna inajuzu kwake yeye kunuia saumu hiyo ya sunna kutokea jua limechomoza mpaka kabla ya kupinduka kwenda magharibi, najuzu. Bimaana saumu ya sunna si lazima ukaweka nia usiku. Kuweka nia usiku ni saumu gani? Ya faradhi. Naam. Anasema li hadithi Aisha radhiyallahu anha, na hilo ni kwa hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, qalat, amesema Aisha, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam dhata yawmin faqal, aliingia kwangu mimi, Aisha anasimulia, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam dhata yawmin, aliingia kwangu mimi mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam siku fulani. Faqal, akasema mtume, hal indakum shay'un, je kuna chochote kwenu nyinyi? Hal indakum shay'un, je mna nyinyi chochote? Mna chochote chakula hapa? Qulna, Aisha asema tukasema, la, hatuna kitu. Qal, mtume akasema, fa inni idhan saim, mimi basi nimefunga. Fa inni idhan saimun, mimi basi nimefunga. Na hii ilikuwa ni saumu ya sunna. Kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alifunga hali ya kuwa hakuiweka nia usiku, bali nia ameiweka baada ya kuambiwa hakuna chakula. Kwa hivyo hilo linafaa katika saumu ya sunna. Ama katika saumu ya faradhi, kama mlivyoona, manuizo yanakuwa ni usiku, unalala na nia yako. Naam. Kisha nukta nyingine hapa anasema, lisawmi hikamun kathiratun min ahammiha. Sheikh anajaribu kutaja hikma za saum. Sasa sema lisawmi hikamun kathira, inayofunga hikma nyingi. Lisawmi hikamun kathiratun, inayofunga hikma nyingi. Naam, funga bwana imeletwa kwa hikma mbalimbali, kwa manafi, kwa maslahi mengi. Sheikh anasema min ahammiha, miongoni mwa yaliyo muhimu zaidi katika hizo hikma za funga. Min ahammiha, miongoni mwa la muhimu zaidi katika hizo hikma za funga, an yuhaqqiqa al-abdu taqwa Allah. Na hili ni jambo kubwa wallah, ni kuthibitisha mja takwa ya Allah, mja kupata takwa kwa sababu ya kufunga. An yuhaqqiqa al-abdu taqwa Allah, ni kuhaqiq mja takwa ya Allah, yani mtu afunge kwa lengo la kupata ucha Mungu, imani yake iongezeke. Khawfuhu min Allah yazdad bisababi saum, uoga wake wa kumwogopa Mola wake unaongezeka kwa sababu ya funga. Anakuwa na bidii katika maamrisho ya Allah kuyatekeleza, anajitahidi kujiepusha na kujikanya na makatazo ya Allah, na huo ndio ucha Mungu. Mfungaji katika faida ambazo anazipata kwa sababu ya kufunga ni kuruzukiwa ucha Mungu. Na ndio maana baadhi ya wanawazuoni wanasema saumu ya Ramadhani hichi ni chuo kimeletwa kwa ajili ya kutufunza ucha Mungu. Tuingie katika Ramadhani tukiwa na madhaifu na mapungufu, lakini mpaka Ramadhani inaondoka basi tumejirekebisha na tumeongeza sehemu ya imani zetu na ucha Mungu wetu. Jambo hili ni katika hikma kubwa za kuletwa funga, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqara aya 183. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kwenye aya hii, ya ayyuhalladhina amanu,
enyi wale ambao wameamini, kutiba alaikumus siyamu, imefaradhishwa juu yenu funga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama vile ambavyo ilivyofaradhishwa juu ya wale ambao waliokuwa kabla yenu. Lengo nini? La'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Mola. La'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wachaji wa Mola wenu. Aya hii katika suratul Baqara, barakallahu fikun, iko wazi kabisa, imetaja hikma miongoni mwa hikam za kufaradhishwa saum katika umma huu, kadhalika kufaradhishwa saumu hii kwa watu waliotangulia kabla yetu. Lengo na shabaha lilikuwa ni watu kupata uchamungu. Sasa ukijiona wewe inaingia Ramadhani mpaka inatoka hujabadilika katika imani yako na uchamungu wako, jitathmini katika funga uliofunga, itilie mashaka funga yako. Maana ungefunga kisawasawa kama ilivyofunzwa, ungepata kheri hii, ungeibuka na uchamungu. Utashangaa hapa na watu wanafunga lakini bado wako nyuma katika mambo ya ibada, lakini bado wanayafanya baadhi ya madhambi dhahiri shahiri katika mchana wa Ramadhani, na wengine wakajizuia na madhambi katika Ramadhani wakati wanafunga. Masha Allah, ukaona watu wamejichunga, halafu wanabidii katika ibada, wanajazana misikitini kuswali, kutoa sadakati mbalimbali, kusoma Qur'an, wanafanya adhkar, wanaleta al-ad'iya, dua na khairati mbalimbali wanafanya. Lakini subiria utangazwe muandamo wa Eid, usiku ule ule wanabomoa yale yote waliyofanya katika mwezi mzima. Hii ni alama kwamba hawajaupata ucha Mungu kupitia saumu zao. Vipi umefunga mwezi mzima na kuswali na kusoma Qur'ani na kufanya adhkari na kufanya khairat, alafu unakwenda kutumbukia katika maasi katika usiku mmoja tu baada ya kuandama Eid tu? Kwa hivyo saumu zetu, dada zangu katika iman, an-nisa'u al-muslimun, saumu zetu lazima zitupe ucha Mungu. Haya, tunaendelea, tunaingia katika nukta nyingine, ukurasa wa 4. Anasema muandishi hapa, al-istidadu liqudumi Ramadhan, kujiandaa kwa ajili ya kuingia Ramadhan. Na hili ni jambo la muhimu. Hata kama Ramadhani ishaingia, tumechelewa sisi, takiwa maandalizi tuyafanye mapema kabisa kabla ya kuingia Ramadhani. Lakini pia fursa tuko nayo, kwa sababu Ramadhani bado iko mwanzoni, ndio kwanza chungu cha tatu leo. Kwa hiyo tuna fursa za kujiandaa zaidi katika kukabili mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Sheikh anazungumzia nukta hii muhimu sana, al-istidadu liqudumi Ramadhan, kujiandaa kwa ajili ya kuingia Ramadhan. Akaleta nukuu hapo, kana Amr ibn Qais Abu Abdullah al-Kufi, mwanachuoni huyu anaitwa Abu Abdullah, kunia yake al-Kufi, pamoja kwamba amefariki katika miji ya Sijistan, lakini maisha yake, kuzaliwa kwake palikuwa ni huko Kufa, Iraq. Kafariki mwanachuoni huyu mwaka 146, Amr ibn Qais Abu Abdullah al-Kufi rahimahullah. Sasa muandishi hapa anasema kana Amr ibn Qais rahimahullah, alikuwa Amr ibn Qais rahimahullah, wa huwa min atba'i tabi'in, huyu ni katika wanafunzi wa tabi'in. Alikuwa mwanachuoni huyu, idha dakhala Sha'ban, pindi unapoingia mwezi wa Sha'ban, aghlaqa tijaratahu, anaifunga biashara yake. Ikiingia Sha'bani tu anafunga biashara, anaanza maandalizi ya Ramadhani. Hebu angalia wema hawa
waliotangulia namna walivyokuwa na hirs, pupa ya kupupia mambo ya khairat. Shaaban mtu anafunga biashara. Sisi ndani ya Ramadhani bado mtu amengangana na genge lake la mama ntilie, habari hana, ndio kwanza apika machapati, apika machai, wali anawafuturisha watu mchana, hana haya. Sana sana wale wenye kula wale ndio wenye kuona haya. Mpishi wala hana haya. Wale wenye kula wale ndio wenye kusiribiwa mapazia. Mkipita kwenye vibanda vya kula sasa hivi vimesiribwa mapazia, humo ndani humo kuna watu wanakula mchana huko. Lakini angalia hawa wema waliotangulia hawa. Alikuwa rahimahullah Amr ibn Qais, ukiingia mwezi wa Shaaban aghlaqa tijaratahu, anaifunga biashara yake, watafaragha liqiraati alquran, na anajitenga, watafaragha, na anajitenga, anachukua faragha yani kwa ajili ya kuisoma Qur'an. Anatumia muda wake mwingi kusoma Qur'an. Biashara pia anaisimamisha isimshughulishi. Wakana yaqul, na alikuwa anasema, tuba liman aslah nafsahu qabla Ramadan, kufaulu ni kwa yule ambaye ameitengeneza nafsi yake kabla ya Ramadhan. Wakana yaqul, na alikuwa anasema, tuba liman aslah nafsahu qabla Ramadan, kufaulu kufanikiwa ni kwa yule ambaye ameitengeneza nafsi yake kabla ya Ramadhan, akajinoa vizuri kabisa kwa ajili ya kukabili mwezi wa Ramadhan, kama vile alivyokuwa anafanya mwana wa chuoni huyu. Ndio mwezi wa kusoma Qur'ani na kufanya taa mbalimbali kwa ajili ya kujiandaa na Ramadhan. Hakadha yanbaghi an nakun, kama hivi basi ndio inatakiwa tuwe sisi Waislamu. Na inawezekana kwa udhaifu wa imani zetu na mazingira yetu tusifunge hizo biashara wala tusiwache kazi, maana hatuwezi kabisa. Ikiwa watu wanashindwa kufunga biashara zao kwenda kuswali, ataweza kweli kufunga biashara Shaabani eti kwa ajili ya kujiandaa na Ramadhani? Kweli haya, hili hatuliwezi. Basi tujiandae na mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa tunafanya biashara zetu, tunafanya kazi zetu. Lakini hawa wema waliotangulia kiwango chao cha imani kilikuwa huko. Qala Ibn Rajab rahimahullah, amesema Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah kwenye kitabu Lataif al-Ma'arif, kule chini ametaja, ameashiria sahifa ya 138. Qala Ibn Rajab rahimahullah, amesema Ibn Rajab rahimahullah akiuzungumzia mwezi wa Shaaban ambao umepita juzi tu hapa tulikuwa nao. Angalia watu wema walivyokuwa kiutumia mwezi wa Shaaban. Walamma kana Shaaban, na pindi ilipokuwa Shaaban, kalmuqaddimati li Ramadhana, ni kama vile utangulizi kwa ajili ya Ramadhani. Shuri'a fihi, pakawekwa sheria ndani ya hiyo Shaabani, ma yushra'u fi Ramadhana, ya yale ambayo yamefanywa ni sheria katika Ramadhan. Shuri'a fihi, yakafanya sheria katika Shaabani, ma yushra'u fi Ramadhan, yale ambayo yamefanywa ni sheria katika Ramadhan. Kisha anayataja minas siyami, katika funga, wa qira'ati al-Qur'an, na kusoma Qur'an. Maana mambo haya ndiyo mambo yenye kufanywa katika Ramadhan: kufunga, kukithirisha kusoma Qur'an. Haya ndiyo mambo ya Ramadhan. Mambo haya yamefanywa kwamba yanafaa katika Shaabani vile vile. Watu katika mwezi wa Shaabani wanafunga. Siyamu Shaaban imethibiti katika sunna. Mtume alayhi salamu alikuwa anafunga sehemu kubwa ya mwezi wa Shaaban, bali zimekuja baadhi ya hadith, kana yasilu Shaaban bi Ramadhan, alikuwa akiunganisha Shaaban na Ramadhan. Wakisema ulama maana yake
akifunga masiku mengi sana ya mwezi wa Shaaban. Bali imepokelewa kwa wingi ani salaf kwamba wao walikuwa wanaweka uradi maalumu wa kusoma Qur'ani kwa wingi sana katika mwezi wa Shaaban. Yote hayo ni maandalizi kwa ajili ya Ramadhan. Ndio Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala al-Hanbali anasema miongoni mwa hayo ambayo yanafaa kufanywa katika Shaaban kama vile ambavyo hufanywa katika Ramadhan, akataja ni funga na ni kusoma Qur'ani. Kwa nini? Liyahsula at-ta'ahhubu, kwa ajili kupatikane kujiandaa. Liyahsula at-ta'ahhubu, kwa ajili kupatikane kujiandaa. Litalaqi Ramadhan, kwa ajili ya kuipokea Ramadhan. Mambo haya ya kufunga katika Shaabani, kusoma Qur'ani kwa wingi, yamewekwa ili watu waweze kujiandaa na mapokezi ya Ramadhan. Kisha anasema rahimahullah, watartadhu an-nufusu bidhalik, na zielekee nafsi kwa sababu ya jambo hilo la kukithirisha saumu na kusoma Qur'ani. Watartadhu an-nufusu, na zielekee nafsi kwa sababu ya jambo hilo, ala ta'ati ar-Rahman, juu ya ta'a ya ar-Rahman. Idhan barakallahu fikun. Wanawake wa Kiislamu, tazameni maneno haya, namna watu wema waliotangulia walivyokuwa wakijinoa kwa ajili ya Ramadhan. Sasa utashangaa Ramadhani tayari ishaingia na bado pana watu wanazembea. Wenzetu hawa walikuwa wakijiandaa kwa ibadati kama hizi za kufunga, kukithirisha kusoma Qur'an hata kabla ya kuingia Ramadhani, huko kwenye mwezi wa Shaaban. Sisi leo ndani ya Ramadhani tunazembea. Yani Ramadhani ishaingia na uzembe wetu ni mkubwa sana kwenye usomaji wa Qur'an, katika as-salah, katika kufanya adhkar, katika dua, katika kutoa sadaqa, ikiwemo kuwafuturisha wafungaji na mengineyo mengi katika mambo ya ibadat. Watu leo wanafanya uzembe katika Ramadhani. Haya ndio maajabu tunayoyaona. Waislamu wa leo, Ramadhani ni mwezi wa kulala. Watu na vitanda na wao, saa zote mtu kalala. Nini saumu bwana? Ramadhani ni mwezi wa kutafuta michezo leo ya kipuzi. Watu watafuta makeram, wacheze madrafti, wengine karata, kwa ajili ya kukaza saumu na kupeleka wakati mbele. Wengine wanahangaika na movie, musalsalat. Watu wana series wameandaa kwa ajili ya Ramadhan. Mtu amekodoa macho siku nzima kwenye television, mfungaji huyo. Ndio hali tuliyokuwa nayo ndani ya Ramadhani. Tuna uvivu mkubwa, lakini wenzetu walikuwa wakianza kujinoa nje ya Ramadhani. Sikwambii ilikuwaje hali yao ndani ya Ramadhani. Adhim. Watu wangapi leo salatu tarawih na washinda bwana? Hawaswali tarawih. Bwana swala ndefu ile bwana. Simama kweli kweli bwana, miguu yote imeingia ganzi bwana. Vivu kweli kweli. Tarawih zetu hizi ambazo twaswali juzuu moja, wakati mwingine chini ya juzuu moja, lakini watu wamechoka kweli kweli. Mwingine akiswali rakaa mbili, akitoa salamu anatafuta kijipembe na kwenda kujilaza pale, nalalamika. Tumekuwa wavivu sana. Haya, tujirekebishe sisi. Tayari tumeingia ndani ya Ramadhani jamani. Ndio kwanza siku ya 3 leo. Tuna fursa ya kujirekebisha na kujipanga na mwezi huu wa Ramadhani.